au ni Sylvia.
kabisa juu hadi katikati mwa uwanja. Pedro Gonzalez anakaa vizuri hapa dhidi ya Alex Moriba na kurudisha possession ya mpira kwa Barcelona. Frenkie de Jong katikati ya uwanja. Pedro Gonzalez anamwachia Inigo Martinez au ni Paul Kubasi ule. Paul Kubasi taratibu kabisa bila papara. Anamwachia Inigo Martinez sasa kwa Paul Kubasi. Jules Kounde. Rafinha na umiliki wa mpira anakaa vizuri kabisa hapa dhidi ya mlinzi huyu wa Celta Vigo Carrera. Na wanarudisha nyuma kabisa kwa Wojciech Szczesny. Hadi sasa viungo ambao wamepiga pasi zilizokamilika ni Pedro Gonzalez kwa 81%. Mchezaji ambaye anatazamwa kama mmoja wa nyota ambao wataiba mafanikio makubwa Barcelona katika kipindi hiki. Julius Kounde anataka kuondoa mpira kwenye eneo la hatari, lakini mpira kidogo kateleza. Wiz Shanley akaenda kuokoa shambulizi. Barcelona katika shambulizi la kushtukiza sasa. Fermin Lopez kwa kasi kabisa huku Julius Kounde upande wa kulia akiomba, anapewa Julius Kounde sasa anashindwa kutuliza mpira ule ndani ya 18, na shambulizi hili la Barcelona la kushtukiza linaishia katika miguu ya wachezaji wa Celta Vigo. Mechi ina kasi sana katika dakika hizi 20 takriban 25 za awali katika kipindi hiki cha kwanza. Na katika upande wa takwimu mechi takriban 16 ambazo Barcelona wamezicheza katika msimu huu zimehusisha magoli mawili ama zaidi katika kipindi cha kwanza, na hadi hivi sasa katika dakika hii 25 tayari magoli mawili yamepatikana, ukiwa ni mwendelezo wa mechi ambazo zinahusisha Barcelona msimu huu kuwa na magoli mengi zaidi. Hawa ndio Alex Ingerez, hawa ndio vinara wa kufunga magoli katika upande wa ligi kuu ya soka wa Hispania. Msimu huu Barcelona amefunga magoli mengi kuliko timu yoyote mpaka sasa kwenye La Liga EA Sports, na ni kutokana na ubora uliopo kwenye safu yao ya ushambuliaji. Na ukiangalia wamefunga magoli 85 wakiwa wameruhusu mabao 30. Wakati huo wamecheza michezo 32. Kwenye michezo 32 wamefunga mabao 85, wameruhusu mabao 30 pekee. Wakati huo kwa upande wa Celta Vigo wao kidogo mambo ni tofauti. Wamefunga mabao 45, wameruhusu mabao 46. Yani wameruhusu mabao mengi kuliko mabao ambayo wamefunga Celta Vigo, kitu ambacho kidogo kwa upande wao hakijakaa vizuri sana. Ni mara chache kuona timu kama Celta Vigo inafunga mabao machache kuliko mabao ambayo wamefungwa, lakini awamu hii imetokea, na wao wenyewe wanadai kwamba huu ndio msimu ambao kidogo mambo yameenda tofauti, hasa kwenye duru la pili. Yani wakati ambao sasa pressure inakuwa ni kubwa, hasa katika swala la kukamata zile nafasi za kwanza na kuzishikilia hadi pale msimu utakapomalizika. Tuone jinsi gani itakavyokuwa, vita ikiwa ni kubwa, lakini hadi hivi sasa wakiwa wanaongoza msimamo wa La Liga kwa tofauti ya msimamo wa live ambao unaonyesha hadi hivi sasa ni tofauti ya alama 5. Pengine ni matokeo ambayo Barcelona itakuwa na amani zaidi kuyaona pale mwisho wa dakika 90, ama pengine wakiombea angalau Barcelona ipoteze mchezo huu. Lakini umuhimu wa mchezo huu Barcelona wanatambua vizuri na wapo tayari kuwapa furaha mashabiki wao, hasa baada ya kufanikiwa kufuzu katika hatua hatari katika eneo la Celta Vigo, huku wanaendelea kuchezea shilingi katika maeneo ya hatari. Rafinha anashindwa kutuliza mpira ule na kupiga pasi ambayo inaweza kumfikia mchezaji mwenzake Alex Moriba. Sasa katikati ya dimba anaangalia apeleke wapi mpira ule, bado anageuka nyuma huku anashindwa sasa kulinda possession ya mpira. Sasa ni Ferran Torres anamwachia Rafinha hatari katika eneo la Celta Vigo, huku anasimama vizuri kabisa Waita na kuokoa hatari ile. Rafinha akiwa ndiye mfungaji bora nambari 2 kwa upande wa Barcelona akiwa na magoli 13, wakati huo Robert Lewandowski naye akiwa na magoli 25. Wachezaji watatu. Julius Kounde alifanya setup nzuri sana kwenye eneo la katikati kwenda kwa Pedri, lakini wa Celta Vigo akaona hapana, na hiyo ni control nzuri ambayo alifanya Brazil huyo Rafinha, Rafael Beroli, vitu Pedri akamfinya kidogo, lakini mambo ya kwenda sawa, akaambiwa subiri kwanza hapa. Na hiyo ni faida pia kwa Barcelona, pata mpira wa kutenga kwenye eneo zuri kweli kweli, eneo ambalo watu kama wachezaji kama Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, yes, pamoja pia na Frenkie de Jong ambaye yupo pia nyuma ya mpira, wachezaji wazuri kwenye mipira ya aina hiyo. Lakini namuona zaidi mkongwe
Roberto Lewandowski akiwa nyuma ya mpira. Maeneo kama hayo ni maeneo ambayo mara nyingi Barcelona wamekuwa wakipata mabao kupitia wachezaji wake kadhaa. Frank de Jong amekuwa mpigaji mzuri kwenye maeneo hayo, Lamine Yamal pia, Rafael Beroli, Rafinha, bila kumsahau Pedri pia, miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na sanaa nzuri ya upigaji kwenye mipira ya kutenga, na maeneo kama hayo mara nyingi wamekuwa wakisaidia Barcelona kupata mabao. Rafinha anapiga fiki kule hatari kule, lakini inatoka nje huku. Ni goal kick kwa upande wa Celta Vigo. Ni hatari kwa sababu hata Lewandowski angeamua kupiga ile, lakini Rafinha ndiye ambaye alikuwa mtu wa mwisho kufanya maamuzi. Maamuzi yake yalikuwa hayana asilimia kubwa kuipa faida Barcelona, na mpira ule unatoka nje. Zamu ya Celta Vigo sasa kuendeleza mashambulizi, lakini wanashindwa kudumu na umiliki wa mchezo. Barcelona sasa kitafuta namna ya kuongeza bao la pili hapa, mchezo ukiwa umepungua kasi kwa kiasi katika dakika hizi 10. Au kubasi kisha nyuma kabisa huku Pedri sogea upande wa kushoto kule, anasogea tena upande wa kulia, kiungo mwongo huyu, kiungo mjanja Kisheti, Mido Kisheti. Au kubasi sasa sogea juu ile upande wa kushoto kule kwake Inigo Martinez. Au kubasi Inigo Martinez, Pedri. Au kubasi Celta Vigo wanapunguza kiwango cha kupress. Sasa wanawapa nafasi kidogo Barcelona, wana amani na umiliki wa mpira hapa. Wojciech Szczesny, Inigo Martinez sasa upande wa kushoto kule. Wanaonasa Celta Vigo sasa katikati hapa. Anaiacha kwake kiungo huyu, wakati Celta Vigo nao wanaanza mashambulizi taratibu. Carreira aweka kwake Bertrand, kisha nyuma kwa goalkeeper Guaita, naye anaanza kwa beki wake upande wa kulia Rodriguez, anaweka kwake Duran. Duran anaiacha nzuri kabisa kwa Borja Iglesias. Iglesias anaungusha kwa kichwa, lakini anaonasa sasa huko Celta Vigo upande wa kushoto kule. Losada anaweka kwa Borja Iglesias, piga shuti huko, lakini Wojciech Szczesny anakaa imara na kuficha ule mpira katika mikono yake miwili. Anacheka hapa Borja Iglesias. Mashambulizi ya Celta Vigo sio mengi sana na wala hayatishi kwa asilimia kubwa, lakini kuingia katika eneo na 18 na kumruhusu mpinzani kujaribu mashuti katika lango lako ni kitu cha hatari ambacho Barcelona wanapaswa kukiepuka. Lewandowski sasa anapata chasi huku, lakini anaupaisha mpira huu. Hii ni nafasi yake ambayo nadhani ni nafasi ya wazi ambayo amepata katika dakika hizi takriban 41 hadi hivi sasa. Nafasi nzuri ambayo alipata. Angalia mpira ulichezwa vizuri kwa kichwa. Eneo la katikati akapaka mpira ukaja kwenye eneo zuri, lakini ndio kufanya setup nzuri ambayo pengine ingewasaidia Barcelona kupata bao la pili. Kocha Celta Vigo mwenyewe yupo anashangaa, vipi imekuaje? Safu ya ulinzi ilikuwa inafanya uzembe pale. Ni mfungaji bora, mfungaji kinara hadi hivi sasa Celta Vigo. Sasa katika hatari kutoka Lewandowski, nafasi pia anaipata, anamwachia Rafinha, lakini Marcos Alonso anauzuia vizuri kabisa. Na ule Marcos Alonso huyu mkongwe amepita katika vilabu mbalimbali ikiwemo Chelsea pale nchini Uingereza. Pedri Gonzalez anafanya vitu vyake hapa. Anasema kwamba mchezo ndivyo sivyo, na ni pigo la free kick likiweza katika lango la Celta Vigo. Gusa vizuri kabisa kwa Jules Kounde. Jules Kounde anageuka, Fermin Lopez anachenga vizuri kabisa hapa, anasogea karibu mchezo wa madhambi, lakini anasimama imara. Fermin Lopez anageuka, anaiacha kwa Rafinha huko, lakini anakaa vizuri huku. Marcos Alonso, mchezaji ambaye amekuwa ni umuhimu mkubwa zaidi katika kikosi cha Celta Vigo msimu huu. Mkongwe wake katika soka la Ulaya anawasaidia Celta Vigo katika kuzitafuta zile nafasi za kufuzu michuano ya Ulaya, Liga Mabingwa barani Ulaya, lakini wapo katika zile nafasi za kucheza mashindano ya Europa League msimu ujao. Hapo katika nafasi ya 7. Robert Lewandowski aliangushwa ndani ya 18, lakini mwamuzi hakuridhika na tukio hilo na kuamuru mechi iendelezwe. Borja Iglesias, mkongo mwingine katika kikosi cha Celta Vigo,
akisaidia build up ya mashambulizi, licha kwamba ni mshambuliaji wakati, lakini ameshuka chini kabisa, hatari katika lango la Barcelona, huku wanakimbia kwa kasi kabisa Celta Vigo. Celta Vigo anamgeuza huku beki kwa hatari, ili mshuti huku, lakini anakaa vizuri Wojciech Szczesny. Save maridadi kabisa anaifanya mlinda mlango wa zamani wa Juventus pamoja na kikosi cha Arsenal, Wojciech Szczesny, raia wa Poland, na kuokoa Barcelona na shambulizi la hatari kabisa hili. Hili ni shambulizi la tatu ambalo analiokoa kwa nguvu ya ziada. Mara kwanza ilikuwa ni shambulizi la Ilax Moriba, lakini mara hii ni la beki huyu wa upande wa kushoto wa Celta Vigo. Angalia namna ambavyo alienda kuokoa huo mpira. Ulikuwa unaenda wavuni huo. Na kugusa kwake pia kumesababisha Iglesias pia ikapishana nao. Hapo mpira ule ungeingia, pengine utabiri wako wa Lamine Yamal kwenye kipindi cha pili ungeweza kutimia. Alex Ngereza yake Hans Flick asingeweza kukubali kuona anapoteza mchezo huu wakiwa nyumbani. Dakika ya 50 mpaka hivi sasa, Barcelona 1 Celta Vigo 1. Hans Flick akiwa kwenye touchline haelewi. Mambo yamezidi kuwa magumu bado. Hao ni namna gani ambavyo anaweza akachomoka. Ameinua vijana zaidi ya 5 kwa ajili ya kwenda kupasha. Sasa inaonekana wazi kabisa anachokihitaji hapa ni ushindi na sio kitu kingine, na Barcelona wanakabia kwa juu kabisa. Rafinha ndio akiwa kinara wa kufanya pressing, na Celta Vigo wanakuwa na utulivu wa hali ya juu. Mashambulizi yao ama kupanga mashambulizi yao sio kwa papara. Barcelona sasa, Fermin Lopez anapiga shuti kwa hatari, lakini anakaa vizuri bila mlango Huaita na kudaka vizuri mpira ule. Fermin Lopez, mmoja wa vijana kutoka katika Academy ya La Masia, alisogea katika eneo la hatari kabisa na kujaribu shuti lile nje ya 18, lakini mlinda mlango Huaita ambaye pia ameshacheza katika ligi kuu ya nchini Uingereza. Hatari sasa, huku ni shambulizi la kushtukiza Celta Vigo. Borja Iglesias ndani ya 18 anaangalia peleka mpira, anapiga shuti la goal. Borja Iglesias anaweka mpira wavuni huku. Borja Iglesias anaweka mpira wavuni, na sasa hizi ni habari mbaya kwa Barcelona. Dakika ni 51, Frenkie de Jong haamini ambacho kinatokea hapa, na mashabiki wa Celta Vigo katika uwanja huu wa nyumbani wa Barcelona wanaamka kwa shangwe kubwa. Kikosi cha Celta Vigo kinaongoza. Dakika hii ni 51 kuelekea dakika 52. Mkongwe Borja Iglesias anaendelea kuonesha uimara wake na ukongwe wake katika kikosi hiki, akiwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao ni viongozi ama wachezaji wa kuigwa kabisa, kwa sababu kinajumuisha wachezaji vijana tofauti. Alex Ngereza, unaweza kulizungumzia shambulizi hili la Celta Vigo? Ilikuwa shambulizi zuri ambalo walitengeneza Celta Vigo kwa Iglesias, na akaweka mpira wavuni, bao lake la 7 kwa msimu huu. Angalia, alitengenezwa setup nzuri, alianzisha center back yule, apiga mpira mrefu, wakajipapatua Barcelona, mpira ukavuka ukaenda kwa Borja Iglesias. Alichokifanya ni kumtazama Szczesny amesimama wapi, akaweka mpira wavuni. Ni makosa ya wazi ambayo wameyafanya safu ya ulinzi ya Barcelona. Kwanza walimsahau Iglesias, lakini pia hata namna ambavyo walijiposition kuzuia ule mpira ambao ulichezwa pasi ndefu kutokea nyuma, pia hawakutaimu vizuri mpira unadondoka wapi, na Iglesias akaweka mpira wavuni. Bao la pili kwa Celta Vigo dakika ya 53 mpaka hivi sasa wanaongoza mabao 3 kwa 1 Barcelona. Bao lake la 7, mabao 6 kwa mguu, lakini bao moja amefunga kwa kichwa Borja Iglesias. Huyu ni nyota ambaye pia amechukua nafasi ya Iago Aspas, mkongwe pia ambaye amehudumu kwa muda mrefu kwenye kikosi cha Celta Vigo, lakini msimu huu hasa kwenye duru la pili mambo hayajawa mazuri zaidi kwake, muda mwingi amekuwa bench. Barcelona sasa wanajibu mashambulizi huku kutoka Ferran Torres. Fermin Lopez yule anakaa vizuri Marcos Alonso na kuondoa hatari ile. Barcelona sasa wamecharuka huku, yule Skonde upande wa kulia anaiacha kwa Pedri Gonzalez. Pedri, Frenkie de Jong, Rafinha upande wa kulia kule. Frenkie de Jong sasa anaangalia, anamweka nani sasa, Jules Kounde na Rafinha katika sehemu moja, wanachanganyana hapa wachezaji wa Barcelona. Bado mpira unarudi katika himaya yao. Pedri Gonzalez, Inigo Martinez sasa katikati ya dimba huku. Barcelona wote tayari wapo katika eneo la Celta Vigo. Dakika ni 53. Pedri Gonzalez anaiweka juu huku kwenda katika eneo la 18, lakini Marcos Alonso anaiwosha ule kwa kichwa. Inigo Martinez sasa
Kwake Martin upande wa kushoto huku. Ampe nani, anamwachia Frenkie de Jong. Frenkie de Jong ana dribble vizuri kabisa huku. Kija upande wa kushoto kwake Ferran Torres. Ngoja bao la kwanza la Barcelona. Anapiga pasi ndefu ambayo inaenda kutoka katika mikono ya Waita na Hansi Flick. Sasa anahitaji support ya mashabiki. Sasa kazi imeshakuwa ngumu kwa kocha huyu Mjerumani. Mashabiki anawahitaji kwa kiasi kikubwa. Lakini mchezaji wake anaendelea kupambana huko. Fermin Lopez anaiacha kwake nahodha Frenkie de Jong. De Jong bado na mpira. Diego Martinez amesogea juu kabisa, ni beki wakati huyu. Leo piga cross lakini mpira wake unazuiliwa vizuri kabisa na Duran. Diego Martinez, Frenkie de Jong sasa. Au kubasi. Wake Jules Kounde. Rafinha. Wanatafuta nafasi huku pembeni. Wakati huo Celta de Vigo wakiweka mstari wa mabeki watano pale nyuma, viungo watatu na mastreka wawili. Huo ni mfumo wao wa kiuzuiaji. Wakati huo Barcelona wakitegemea zaidi utulivu wa viungo wao watatu pale katikati, kwa maana ya Fermin Lopez, Pedri Gonzalez pamoja na Frenkie de Jong. Rafinha sasa, Rafinha anachekecha huko upande wa kulia, Rafinha anacha kwake Jules Kounde, Rafinha tena. Rafinha anapeleka katikati mwa uwanja, Inigo Martinez anaiacha kwake Pedri Gonzalez. Pedri Ferran, Pedri hatari, anakaa vizuri sasa huko mlinzi wa Celta Vigo. Taratibu wanapokonya mpira tena kwa Celta Vigo. Barcelona wameamua sasa liwalo na liwe. Tupo wote katika eneo la Celta Vigo, tunahitaji kupata bao la kusawazisha hapa. Rafinha anajaribu shuti huko lakini bado. Martin anaweka huko lakini mpira unatoka nje na kwa ni goal kick. Mchezo huu kama Barcelona wakipoteza utakuwa ni wa pili mfululizo baada ule wa Ligi ya Mabingwa barani Ulaya, hatua ya robo finali, mchezo wa marudiano walikopoteza magoli 3-1 dhidi ya Borussia Dortmund. Hat-trick ya Serhou Guirassy ikiwaondosha ikiwapa vilio Barcelona, lakini kwa upande wao ilikuwa ni furaha kwa sababu walifuzu. Na kabla ya kichapo hiko kama unavyoona hapo video hili la Borja Iglesias, lakini Wojciech Szczesny alisimama imara kabisa kwa kuwa hatari ile. Borja Iglesias unaweza kusema ni mwiba mchungu kwa upande wa safu ya ulinzi ya Barcelona katika mechi hii. Ameshajaribu mashuti ya hatari. Mashuti mawili tayari ameshaingia katika lango. Wanafanya mabadiliko hapa Celta Vigo na anatoka nje Willotte na kuingia Alfon kwa ajili ya kuhakikisha unavyoona hapo alikuwa ni onside. Yeah. Kwa ni onside. Teknolojia hiyo. Dakika ya 60 mpaka hivi sasa bado mambo ni magumu kwa Barcelona, wako nyuma kwa mabao 2-1. Tayari katika lango la Celta Vigo huko, lakini anakaa vizuri walinzi hawa wa Celta Vigo na kuondoa hatari. Sasa wanaenda kushambulia tena huko, lakini anakaa vizuri Inigo Martinez na kuondosha hatari ile. Anarudisha mpira nyuma kwa kipa wake Waita na wanaanza mashambulizi taratibu. Tayari Lamine Yamal amekwisha kugusa mpira na Dani Olmo, lakini kinachosubiriwa ni mchango wao katika dakika 30. Watafanya kitu gani kuweza kuiokoa Barcelona na kichapo cha pili mfululizo baada ya kucheza mechi takriban 24, wakishinda mechi 20 na kutoa sare 4, lakini hivi sasa wapo hatarini kupoteza mechi ya pili mfululizo katika michuano yote, rekodi ambayo itakuwa ni mbaya kwa upande wa Barcelona, hasa katika kipindi hiki ambacho wanahitaji kupata matokeo bora kwa ajili ya kunyakua makombe matatu hatari. Sasa huko anakwenda Borja Iglesias, yuko onside, mwamuzi ameweka bendera chini. Borja Iglesias anaweka hat-trick katika mchezo huu, ni hat-trick kwa Borja Iglesias. Barcelona jahazi linaelekea kuzama. Borja Iglesias, Hansi Flick haamini ambacho kimetokea, ameenda kukaa chini kabisa. Kinachofuata sasa ni mazungumzo na wasaidizi wake, ni kitu gani ambacho kinatokea hapa. Frenkie de Jong, Wojciech Szczesny hajui sasa atabasamu ama atoe machozi. Alex Ngereza unaweza kuelezea namna ambacho kinachoendelea hapa? Shughuli imezidi kuwa ngumu kwenye dimba hili la Luis Campan, sehemu ambayo Barcelona wanatumia kama uwanja wao wa nyumbani. Borja Iglesias, nyota ambaye amekuwa na wakati mzuri kweli kweli, akifunga hat-trick yake ya kwanza kwa msimu huu. Barcelona kwenda kushambulia, akapoteza mpira ule. Ni Dani Olmo kacheza mpira mrefu
ikamkuta Iglesias, akamtazama Shezli amesimama wapi, kiutaratibu kabisa akaweka mpira wavuni. Bao la tatu, Poku basi alikuwa hana cha kufanya, mpira umeenda moja kwa moja wavuni. Bao la tatu, na ni 3-1 dakika ya 62 mpaka hivi sasa. Mambo ni magumu kweli kweli kwa upande wa Hansi Flick. Mabadiliko pia ambayo ameyafanya yanaonekana kumwathiri kwa namna moja ama nyingine. Leo ameanza na na Frenkie de Jong kwenye eneo la kiungo mkabaji, sehemu ambayo inaonekana usheki kweli kweli mpaka hivi sasa. Hansi Flick sasa shughuli imekuwa ni ngumu hapa. Sifa za mshambuliaji wa katikati, kitu cha kwanza lazima uwe na ufundi wa kuchagua eneo la kutumbukiza mpira wa huu. Ndio kitu ambacho amekionyesha Borja Iglesias katika bao hili la tatu, na composure pia, kwa maana ya utulivu mkubwa, kwa sababu ni mchezaji ambaye anaifahamu vizuri Barcelona. Ameshakutana nayo tangu akiwa katika kikosi kile cha Real Betis ya hapo La Liga nchini Hispania, na ni mchezaji ambaye amecheza katika La Liga kwa muda mrefu, na inaonekana sasa hapa faida ya kuwa na uzoefu kuamua matokeo dhidi ya kikosi imara kama Barcelona inakuhitaji uwe na mshambuliaji wa aina hiyo. Huu sasa ni mlima mrefu kwa upande wa Barcelona. Je, wataweza kusawazisha magoli haya mawili ambayo wanadaiwa hadi hivi sasa? Ubao ukisomeka 3-1 Celta Vigo katika dimba la ugenini nyumbani kwa Barcelona, wanaongoza magoli matatu, Borja Iglesias akiweka kambani magoli matatu hadi hivi sasa. Celta Vigo hawajapoteza mechi 4 za mwisho ugenini kwenye ligi kuu ya soka nchini Hispania kabla ya mchezo huu. Hatari katika Celta Vigo, ni bao la pili kwa upande wa Barcelona. Dani Olmo super sub anaweka bao la pili kwa upande wa Barcelona dakika chache tu baada ya kuingia. Mchango wake tayari umekwisha onekana. Ameingia kipindi cha pili, na ndo mchezaji ambaye pia alipoteza mpira wakati ambao Iglesias alienda kufunga bao la tatu, lakini amerekebisha makosa yake kwa kufunga bao la pili kwa upande wa Barcelona. Angalia, walicheza mpira mzuri, Julius Koundé akauseti kwa Roberto Lewandowski, ukaenda kwa Rafinha, akauseti taratibu kabisa, ukamkuta Dan Olmo akaweka mpira wavuni. Bao la pili kwa Barcelona dakika ya 65 inaelekea. Bado mambo ni magumu kwa Barcelona, bao moja limebakia, na kama wataka kushinda mechi basi inabidi wafunge mabao mawili zaidi kutoka kwenye mabao mawili ambayo tayari wamefunga. Mabadiliko pia ambayo ameyafanya Hansi Flick kwenye eneo la kiungo mkabaji ni changamoto pia nyingine ambayo inamsumbua. Mara nyingi Makasado anacheza kama namba 6, lakini leo unamuona zaidi Frenkie de Jong akisimama hapo. Nilikuwa nikizungumzia namna ambavyo Celta Vigo wapo imara katika mechi za hivi karibuni wakicheza katika uwanja wa ugenini. Walikuwa hawajapoteza mechi 4 mfululizo, sare 2 na ushindi mara 2, na hadi hivi sasa wanaongoza magoli 3-2, lakini imekuwa ni hatari zaidi kwa upande wao kwa sababu Barcelona wanaendelea kutafuta bao la kusawazisha. Hapa inapigwa cross, atuza vizuri kwa Rafinha, anajaribu shuti kwa hatari, lakini anakaa vizuri kumlinzi na kuondosha hatari, lakini inakuwa ni kona kwa upande wa Barcelona. Hadi hivi sasa dakika ni 65, tunashuhudia burudani ya hali ya juu. Magoli ni 5 yakiwa yamefungwa katika muda huu wa dakika 65. Wanaanza kona fupi huku Barcelona. Rafinha sasa na macha Pedro Gonzalez. Rafinha natishia Lamine Yamal sasa. Lamine Yamal anachekecha. Lamine Yamal anachekecha tena, anapoteza ile nafasi. Atoa ku Celta Vigo. Kwa ni mpira kurusha kuelekea lango la Celta Vigo. Lamine Yamal anafanya mazungumzo ama mawasiliano na wenzake, kujaribu kupanga mipango ya namna kutafuta bao la kusawazisha hapa. Shughuli hii ikiwa inazidi kuwa ngumu. Unaona Borja Iglesias licha ya kwamba amefunga magoli 3, lakini yupo katika majukumu ya kiulinzi akisaidia kulinda uongozi huu ambao muda wowote unaweza kufutika hapa kulingana na mashambulizi haya makali ambayo Barcelona anaendelea kuyafanya. Tazama namna ambavyo Robert Lewandowski alijaribu kucheza vizuri pale na Rafinha naye vision yake ama maono yake katika nafasi za hatari anaweza kuona njia ya kupitisha mpira kwa Dani Olmo na kuandika bao la pili. Robert Lewandowski anaingia katika mzozano na beki wa Celta Vigo, karibu kutafuta bao la 26 msimu huu wa La Liga. Ndia hapa kama wale wanaovusha kwenye mafuriko ya maji, mafuriko ya mvua.
dribble huku mlinzi huyu wa Celta Vigo, lakini Julius Kounde anaweka pressure, anafanya makosa hapa, lakini Alex Moriba anapoteza mpira kwake Pedro Gonzalez. Sasa Frenkie de Jong, Dani Olmo na Lamine Yamal wameongeza kasi kwa upande wa Barcelona tangu alipoingia dakika takriban 5 zilizopita. Lamine Yamal anamwaga cross huko hatari katika lango la Celta Vigo, ni bao la kusawazisha kwa upande wa Barcelona. Rafinha anaweka bao la kusawazisha. Lamine Yamal anapiga cross maridhawa kabisa hapa. Sababu hizi mbili ambazo amezifanya kocha Hansi Flick zimeleta manufaa kwa 100%. Bao la pili ambalo limefungwa na Barcelona, Dani Olmo, lakini pia assist nzuri kutoka kwa Lamine Yamal imeenda kuwapa Barcelona ni bao la 3 dakika ya 68 mpaka hivi sasa bao ni 3-3. Hiyo hapo walianzisha shambulizi zuri, ikaenda kwa Julius Kounde, akampasia Lamine Yamal, akaubetua ule mpira moja kwa moja ukaenda kwa Rafinha, akauweka mpira wavuni vizuri. Mpira ukajaa wavuni na ni bao la 3 kwa Barcelona. Yule ambaye alisema Barcelona anapoteza mchezo basi aanze kujitazama. Bao ni 3-3 mpaka hivi sasa dakika ya 68, na Barcelona inahitaji bao lingine moja au zaidi ya moja ili waweze kupata ushindi kwenye mchezo wa leo, na kama watafanikiwa kupata matokeo kwenye mchezo wa leo, basi itakuwa ni mechi ambayo Hansi Flick anaweza asisahau. Bao 14. Barcelona wanaendelea kufanya mashambulizi hatari huku. Rafinha sasa katika upande wa kushoto, Rafinha ndani ya box anapiga shuti, lakini anakaa vizuri mabeki wa Celta Vigo. Sasa hapa shughuli imehamia kuwa ngumu kwa upande wa Celta Vigo, kwa sababu baada ya ile goli la 3 tutegemea kuona angalau wanaimarisha safu ya ulinzi, lakini Barcelona kila wanapokuja wanaziona njia na wamepitisha mipira mingi ya hatari, na mpira waliojaribu kuipitisha katika nafasi za katikati za Celta Vigo miwili imezalisha magoli mawili ya kusawazisha, na sasa Barcelona wanaiona nafasi ama fursa ya kupata ushindi katika mchezo huu. Mashuti 16 kwa upande wa Barcelona, mashuti 10 kwa upande wa Celta Vigo. Unaweza kuona ubora wa safu za mashambulizi, lakini madhaifu ya safu za ulinzi yanakuwa exposed kwa kiasi kikubwa hapa katika mechi hii. Alex Ngereza, mechi imekuwa na utulivu wa hali ya juu, inasisimua kweli kweli. Hapa nazungumzia utulivu wa namna ambavyo kila mtu katika ligi ya La Liga na ligi kuu ya soka yapo nchini Hispania, mshano wa mechi ukiwa ni wa siku chache sana, na mtihani ni mkubwa kwa upande wa Barcelona chini ya kocha Hansi Flick, akihitaji kuipatia timu hiyo makombe 3 msimu huu, akiwa katika hatua ya nusu fainali michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, lakini kwa upande wa kombe la mfalme kwa maana Copa del Rey akiwa katika hatua ya fainali dhidi ya Real Madrid, na katika ligi kuu ya Hispania akiwa anaongoza. Tarajio ni makubwa, lakini changamoto ya ratiba imekuwa ni kikwazo, na kilio chake kimepewa support kubwa na Barcelona ambao wametoa taarifa maalum mapema jioni ya leo kwamba wapo pamoja na kocha Hansi Flick, wakihitaji ligi kuu ya soka wa Hispania pamoja na chama cha soka nchini humo kuhakikisha timu ambazo zinashiriki mashindano yote katika msimu kupewa urahisi wa kuwa na ratiba ambazo zinawapa muda wa kutosha wa kupumzika. Celta Vigo sasa na mpira huko, lakini Julius Kounde anakaa vizuri, anakamata mpira ule, anamachana huko Dani Olmo, lakini mlinzi wa Celta Vigo anaokoa hatari ile. Celta Vigo hivi sasa wanachotakiwa kukifanya ni kwa makini tu na kutoruhusu Barcelona kuwa na touch nyingi katika eneo la 18, wakati huu Robert Lewandowski hadi dakika hii 76 akiwa hajaziona nyavu za Celta Vigo, na anaonekana kuwa katika hali ya uchovu kama sio maumivu kwa mbali, lakini bado anaendelea kupambania hapa. Celta Vigo anaanza taratibu nyuma kwa kipa Guaita. Lago anamrudishia Guaita, Guaita anaendelea kuwavuta Lago tena akiwa na mpira, anaiacha kwake katikati ya dimba huku. Sasa ni nani yule? Carrera panda kushoto, Celta Vigo anashambulia, anaiweka nzuri kabisa, anaichapa kofi huku hatari katika lango la Barcelona, lakini mpira unakuwa ni mrefu, anaokimbilia mlinzi huyo wa kulia, lakini cross yake na kamata vizuri kabisa na Alex Moriba. Moriba anaiacha kwake huku, hatari katika lango la Barcelona, lakini mpira unatoka nje. Inakuwa ni nini? Mwamuzi anasema ni pigo la kona. Robert Lewandowski, shughuli naona imeishia hapa, anakaa chini, anaonekana akiwa na maumivu ya misuli ya mguu wake kushoto. Dakika ni ya 77 na tayari amekwisha toa taarifa kwa benchi la ufundi
naomba kufanya mapumziko au mabadiliko kwa ajili ya kwenda kupumzika. Naona sasa ile effect ya kucheza mechi nyingi wakati msimu ukiwa unaelekea mwishoni inaanza kuonekana hapa. Robert Lewandowski, striker tegemeo kabisa, akiwa amekaa chini, na hii inaweza kuwa ni hali ya kutisha kwa mashabiki wa Barcelona akiwa anakabiliwa na mchezo mgumu kabisa unaofuata dhidi ya Real Madrid. Bila shaka pia na mchezo dhidi ya Inter Milan watahitaji kikosi chao kiwe na wachezaji wote ambao ni muhimu, na anafanya mabadiliko Robert Lewandowski, mfungaji kinara wa kikosi cha Barcelona, nafasi yake ikichukuliwa na Gavi, kijana huyu machachari zao la La Masia pale Barcelona, anaingia kuchukua nafasi ya Robert Lewandowski, kwa maana safu ya mashambulizi pale mbele kwa Barcelona itaongozwa na Rafinha pamoja na Lamine Yamal, huku Dani Olmo na Gavi wakiwa wanasaidia katika kujenga mashambulizi hayo. Ni pigo la kona inaenda kupigwa kule upande wa kushoto. Panga vizuri mabeki wa Barcelona kwa ajili ya kuhakikisha shambulizi hili haliwi na madhara kwao. Takriban dakika 12 zikiwa zimesalia mchezo huu kutamatika. Pigwa kona huku ndefu. Wanaokoa hapa Barcelona, unakuwa ni mpira kurushwa kuelekea katika lango la Celta Vigo. Lamine Yamal, Martin, Pedri Gonzalez sasa ana mpira. Pedri alizo wenzake, mbona sioni bwana, pungua zaidi, na kwenye hiyo michezo 6 ambayo itakuwa imesalia wanaweza kugombana hapo sasa, kila mtu akapambania kombe. Real Madrid wao washatolewa katika ile michuano ya ligi mabingwa barani Ulaya, pengine wanaweza kutumia advantage ya kutokuwa katika michuano hiyo ili kuweza kutafuta ama kutetea ubingwa wao wa ligi kuu ya soka nchini Hispania. Maana nguvu yao kubwa watawekeza pia hapa kwenye liga EA Sports, na hapo ndio mambo yatazidi kuwa magumu zaidi kwa upande wa Barcelona. Hansi Flick anapumua, anahema kwa nguvu hapa. Shughuli ilikuwa ni nzito hapa, anafanya mabadiliko mengine. Eric Garcia pamoja na Pau Victor wanaingia kuchukua nafasi za Gerard Martin pamoja na Pau Kubasi. Mabadiliko ya kiufundi haya akiwaingiza walinzi ila kwenda kuimarisha mlinzi huyu Sergio Garcia pamoja na kiungo mshambuliaji Victor, na kuongeza nguvu katika safu ya mashambulizi. Katika tetesi za usajili bwana, niliona tetesi ilikuwa inamhusisha Virgil van Dijk, beki huyu wa Liverpool. Alikuwa anatakiwa na Barcelona lakini alikataa ofa ya Barcelona na kuamua kusaini mkataba wa kuendelea kusalia katika viunga vya Merseyside ama dimba la Anfield pale Liverpool. Ingine iwapo Van Dijk angeweza kukubali ofa hii ya Barcelona, ingekuwa ni msaada mkubwa, kwa sababu katika miaka hivi karibuni Virgil van Dijk akaja kuwa ni beki bora kabisa wakati kutokea katika taifa la Uholanzi, akiwasaidia Liverpool kubeba mataji mbalimbali ikiwemo taji la ligi mabingwa barani Ulaya, wakiwaondoa Barcelona hawa mwaka 2019. Barcelona ilikuwa na nyota Lionel Messi na magoli 3 katika mechi ya kwanza, lakini mechi ya marudiano Virgil van Dijk kwa msaada mkubwa kupatia Liverpool ushindi magoli 4-0. Kama mabadiliko, Celta Vigo anatoka Alex Moriba. Kazi kubwa ameifanya kiungo huyu mwenye asili ya bara la Afrika, zao la La Masia hapo Barcelona. Performance nzuri kabisa. Barcelona sasa wakiwa na hatari katika Barcelona huku. Anafanya nini huku mlinzi huku Jules Kounde? Jules Kounde leo utulivu umepungua kabisa leo. Lakini pia leo haja kwenye kiwango kizuri. Mara zote pia ambazo wameingia kwenye 18 ya Celta Vigo hajafanya shambulizi ambalo ni la kutisha, na mara nyingi pia imekuwa ikipoteza mipira kirahisi zaidi. Na sasa hivi ameingia Iago Aspas kwenye eneo la ushambuliaji kwa upande wa Celta Vigo. Kwa makini unapaswa kuongezea kwenye dakika hizi za jioni. Dakika ya 89 mpaka hivi sasa. Hatari huko, hatari katika eneo la Barcelona, hatari huko. Anakazuru ku striker, kipa anajaribu kuzuia, shida kuzuia mpira ule. Barcelona hawa kocha wa Celta Vigo anasikitika ile nafasi ya wazi kabisa ya kupigilia msumari wa 4 na wa mwisho. Nadhani Celta Vigo mipango yao ilikuwa ni kuwazuia Barcelona kwa takriban dakika 30 za mwanzo kipindi cha kwanza, na dakika hizi za mwisho, kwa sababu 54 dakika zimebaki takriban 3
mchezo kumalizika, Dani Olmo aliguswa mguu wake wa kulia ndani ya 18 akiwa na umiliki wa mpira na akaanguka chini. Aliguswa, alichezewa vibaya kabisa pale. Hapa mashabiki wa Barcelona wanachokitaka kukiona sasa hivi ni pigo la penalty. Naona sio chochote kile. Hansi Flick. Oho. Kocha msaidizi anatupa na ile iPad kabisa. Ule ni mzuka kama sio ni hasira dhidi ya mwamuzi huyu ambaye anaenda kuangalia sasa, anaenda cheki, wanasema ni VAR review. VAR review inaenda kuhusika sasa utazama nini ambacho kimetokea pale. Anaenda kuhakikisha Dani Olmo alifanywa madhambi ambayo anastahili kupigwa pigo la penalty kama unavyoona hapa mtazamaji, marudio hayo ya tukio hilo. Mchezaji yule alikwenda kwa nia kabisa kucheza mguu wa Dani Olmo. Mpira ulikuwa mbali kabisa na mguu wa mlinzi yule. Mwamuzi anasema nini? Ni pigo la penalty. Mtazamaji wa TV3, mwamuzi anaamuru penalty na Barcelona sasa matumaini ya kuibuka na ushindi katika mchezo huu. Dani Olmo, nyota ambaye ameingia kipindi cha pili akifunga bao moja, lakini pia amesababisha penalty ambayo pengine huenda ikaenda kusababisha bao lingine la pili kwa upande wake, ambalo litakuwa ni bao la 4 kwa Barcelona, na inawezekana likawa ndio bao la ushindi pia. Rafael Berori kienda kukamata mpira ule. Bila shaka atacheza Roberto Lewandowski, bila shaka. Roberto Lewandowski amefanyiwa mabadiliko. Yes. Kutoka nje. Pale kuna wapigaji watatu kwa ninavyoona. Lamine Yamal, Rafinha mwenyewe, Dani Olmo pia ni mtaalamu katika maeneo hayo. Na wanajadiliana hapa Rafinha na Dani Olmo. Na nadhani anaenda kupiga Rafinha mwenyewe aweze kuongeza idadi yake ya magoli, lakini pia muhimu zaidi sio yeye binafsi, muhimu ni Barcelona kuibuka na ushindi katika Rafinha jezi nambari 11 amefunga mabao 14 mpaka sasa kwenye La Liga EA Sports. Na kama atafanikiwa kufunga hiyo basi itakuwa ni bao lake. Hiyo mtazamaji, sekunde zimesalia ni chache mno. Rafinha anaangalia sasa hapa. Pigo lake hili la mwisho ndilo litakaloamua matokeo. Rafinha ni ushindi kwa upande wa Barcelona, bila shaka. Sekunde zilizosalia hazitamruhusu mwamuzi kuendelea na huu mchezo. Kocha wa timu ya Celta Vigo anachoamua kufanya sasa hivi ni kucheka tu, kwa sababu hana anaweza kuzifanya kwa sasa hivi. Mwamuzi aliamuru ni pigo la penalty baada ya kwenda kuangalia VAR na kujiridhisha kwamba Dani Olmo alifanywa madhambi ndani ya 18, na Rafinha anakuwa ni shujaa sasa kwa upande wa Barcelona. Ushindi huu ndio kitu pekee ambacho mashabiki wa Barcelona walikuwa wanakitaka katika mchezo huu wa leo. Walianza kwa kasi ndogo kabisa kipindi cha kwanza na kushuhudia timu yao ikienda nyuma kwa magoli 3-1, hat-trick ya Borja Iglesias, lakini mabadiliko ya kocha Hansi Flick kumuingiza Lamine Yamal pamoja na Dani Olmo yamewapa faida kwa 100% FC Barcelona. Bao la pili la FC Barcelona lilifungwa na Dani Olmo, lakini assist ya goli la tatu la kusawazisha ilitolewa na Lamine Yamal na bao kufungwa na Rafinha ambaye anafunga pia bao la ushindi baada ya kupiga ile penalti kwa maridadi kabisa. Waita akijaribu kuokoa mkwaju ule, lakini shughuli inakuwa ni ngumu. Dakika ya 98 hiyo, mtazamaji, kama unavyotazama hapo, ni shangwe katika dimba hili la nyumbani la Barcelona la Louis Companys Olympique. Mashabiki takriban 48 wakishuhudia kikosi chao kikipata bao la ushindi, bao la 4. Alex Ngereza, bao la 15 kwa Rafinha, mabao 12 akifunga kwa mguu, lakini bao moja kwa penalti, mabao mawili kwa penalti, lakini bao moja akifunga kwa kichwa. Si mchezaji mwenye takwimu nzuri kwenye mipira ya juu, lakini hapana shaka amekuwa kwenye kiwango bora kweli kweli. Dakika ya 99 hiyo, mtazamaji, Barcelona wakiwa na umiliki wa mpira sasa wanaongoza magoli 4-3. Matokeo haya ni ya kushangaza zaidi kwa upande wa Barcelona, kwani ilishaonekana tayari hali imekuwa ni ngumu, hasa baada ya kuruhusu bao la tatu, lakini jitihada zao na kupambana kwa hali ya juu ndipo kumewaleta hadi hapa. Nina uhakika kabisa bwana Gervas Morris huko aliko atakuwa na furaha ya hali ya juu kabisa. Alex Ngereza,
Ushindi huu Barcelona ni ushindi bora zaidi kwa mashabiki wa Barcelona, kwa sababu unaenda usogeza mbele ile gepu la alama. Kwa tayari wana alama zao 73, tayari tofauti ya alama 7 kwa mujibu wa msimamo ambao uko live hapa. Barcelona katika michezo 32 tayari wameshakusanya alama 73 na magoli 88 katika mechi 32. Real Madrid sasa hapa shughuli ya kuwakuta Barcelona katika kile kilele cha msimamo pale itakuwa ni nzito. Barcelona katika umiliki wa mpira sasa kuni Gavi anakimbia katika upande wa kulia kule. Gavi anashambulia Barcelona huko, anapiga cross nzuri huko, lakini wanakaa vizuri mabeki hawa wa Celta Vigo ambao tayari wamesharuhusu nyavu zao kutikiswa mara 4 hadi hivi sasa. Barcelona bado wanatafuta bao lingine la 5 hapa. Hawajaridhika kabisa na hicho ambacho wamekipata. Wanahitaji kuhakikisha kwamba ushindi huu ni uhakika na sio wa kubahatisha. Pila anakuwa ni wa kurushwa kuelekezwa katika lango la Barcelona. Mwamuzi ndio mtu wa mwisho anayeangaliwa hapa. Filimbi yake ndio ambayo itaamua mchezo huu. Kwa upande wa Barcelona tayari ushindi ni wa asilimia takriban 100. Diego Martinez akielekeza wapi arushe mpira ule, anarusha kwa kijana huyo aloingia kipindi cha pili. Rafinha sasa na mpira, Rafinha anamwekea Pedri Gonzalez. Na haya matokeo haya yanawapa nguvu Barcelona kuelekea katika mchezo wa finali ya kombe la mfalme dhidi ya Real Madrid, El Clasico hii. Ushindi huu pengine utawapa nguvu ya kutosha kabisa Barcelona kuelekea katika mchezo huo. Borja Iglesias ukiona sasa ile hat-trick ambayo alifunga, ushujaa ambao ulikuwa unakaribia kwa upande wake siku ya leo umefutika kama mshumaa, na Celta Vigo wako nyuma kwa magoli 4-3. Dakika ni ya 101. Zile dakika 8 ambazo ziliongezwa zimetamatika. Hizi zilizosalia ni kufidia tukio hili la penalty ambalo ilibidi mwamuzi kwenda kufanya review, na mwamuzi anasema ya kwamba mpira huu umemalizika. Hansi Flick anapata ushindi katika mazingira magumu na anaingia uwanjani kwenda kuwapongeza wachezaji wake, kwa sababu ilikuwa ni vita ya soka. Na hatimaye FC Barcelona katika uwanja wa nyumbani wanaendelea kupata ushindi na kucement ama kuendelea kujipandikiza katika ile nafasi ya kwanza pale katika msimamo. Uhakika wa kutoa kombe la La Liga ukiendelea kuongezeka kwa asilimia kadhaa, wakiwa wanaendelea pia kutafuta makombe mengine mawili, kwa maana kombe la mfalme finali dhidi ya Real Madrid katika mchezo unaofuata, na hatua ya nusu finali ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Ulikuwa nami Kelvin Lemea katika matangazo haya ya moja kwa moja kupitia kituo chako pendwa cha TV3. Nilikuwa na mchambuzi wangu Alex Ngereza kupitia matangazo haya mtanange huyo kata na shoka. FC Barcelona wakimaliza dakika 90 na ushindi wa magoli 4-3. Nikutakia utazamaji mwema vipindi vinavyofuata. Tukutane tena wakati mwingine. Asante sana.